Mzee wangu kwema? Kwema kabisa. Kabisa? Afya kabisa kabisa. Bwana, watani wa jadi wamekufa kamba mbili bila. Unawaona wakitoboa? Hawezi kutoboa. Hawatoboi kwa njia yoyote. Kwa nini? Kwa sababu hakuna Mwarabu yoyote aliyewahi kufungwa na Simba goli 3 au 2 uwanja wa Taifa. Haijawahi kutokea. Wao wengine wanaotoka Angola wapi wanafungwa, lakini sio Mwarabu. Mwarabu aliyekamilika kutoka Tunisia, kutoka Morocco, kutoka Misri hawezi kuja kufungwa goli 3 hapa Taifa. Na wanasema kwamba ameshafika Mwarabu japokuwa kimya kimya. Mwarabu alishafika. Wenzetu donodono ndio wamekata tiketi, wanasubiri ndege. Mwarabu kawacha ndege yake, kawawahi mjini hapa. Kwa hiyo Simba ndio anaingia yeye. Jana anaingia, mwenzie kafika juzi. Kwa hiyo kama kaja kuwapokea Simba. Kwa hiyo Simba sasa hivi ajiandae kutoka, abakie Mwakalobo, tuendelee kubakia na jile jina, na pale kwa Mwakalobo hawezi kutoka. Ni Mwakalobo. Hawezi kwenda nusu. Nusu haiwezekani. Kwa nini sasa siweze? Simba uwezo hana. Wewe angalia ile forward yake ya mbele. Yaani kama tunampa mtu mmoja tukimpa Pacome, basi pale mbele pote panaharibika. Kwa hiyo kilichoua juzi ni forward line yao. Wana kabisa forward yao, wana kabisa. Wanajigonga gonga. Yaani wote akikamata mpira ndio yule kama swala anakimbia tu, utasikia mpanju mbio mpaka napitiza uwanja. Akiingia huyo Kibu ndio kabisa naye mbio nguvu. Yaani haieleweki. Hawana mtu mwenye akili timamu kama Pacome. Sio Pacome, yaani ile timu yote ya mbele ile ya Yanga Afrika ile. Mashabiki wengine wamesema hata Chama angekuwepo. Bora tuwape Chama kwa kweli. Mwakani labda anaweza kafly, lakini kwa mwaka huu ishapita. Mwaka huu ishapita kabisa. Wasahau si kombe hili wala kule washatoka, na kombe hili la kwetu sisi. Kwenye ligi huku lakini hamjawaacha alama nyingi sana. Kwenye ligi washatoka, kwa sababu kwenye ligi sisi tuna mkakati wetu. Mkakati upi? Mkakati wetu wale mabwana baada ya kuingia kule, kugoma kuingia kule tarehe 8, ina maana sisi hapa tulipanga kwamba sisi tusiingie tena, kwa sababu tayari Simba kama ndio anaendesha ligi ya Tanzania, akisema siendi haji kweli. Wanasema anadekezwa. Anadekezwa. Yaani kasema siendi na kweli hakuja. Hakupewa adhabu yoyote. Sisi tena ambao ndio tumekwenda tunaambiwa tena turudie mechi. Tunarudia kwa vipi? Mmeenda hadi kasi kutaka akienda. Naam, tushatumia gharama, tumeweka timu kambini kwa ajili ya Simba. Bei gani imetumika? Unaona, tumetumia bei chungu mzima, hela chungu mzima. Halafu tunaambiwa mechi haikuchezeka. Halafu tunaambiwa tucheze tena. Tucheze kwa lipi? Kwanza hili tatizo liko wapi? Bodi inasema kwamba kulikuwa na viashiria usalama mdogo ile siku. Usalama wa nini sasa? Kwani kuna vita hapa? Hapa hamna vita. Mama yuko Arusha, sisi tuko Dar es Salaam. Na ulinzi kama kawaida. Ngoma ingepigwa. Kama kawaida. Sio kupigwa tu, hata wangesema tupige siku 2. Ingepigwa bila tatizo. Au inawezekana ndo sababu vile ya Simba kufanya vibaya baada ya kumkimbia Yanga. Ndio maana yake, na bado kabisa. Yaani kama watajiuzuru watu wa bodi, sawa, Yanga tutaingia uwanjani. Tutamshughulikia Simba tunavyotaka. Mnamshughulikia bila shida. Yaani tunachotaka sisi kwamba kwanza watoe tatizo. Kwa nini waahirishe mechi? Siku ya mechi unaahirisha mechi. Mechi ni masaa 24. Siku ya mechi unaahirisha mechi. Kwa lipi? Saa 4 unasema mechi ipo. Saa 7 unasema mechi hakuna. Hivi hata mlevi anaweza kufanya swala hilo? Hata wewe mwenyewe ukiangalia mtangazaji, hivi mlevi kabisa mlevi. Simba kaandika barua saa 6 usiku. Hiyo barua ofisini kapokea nani? Hakuna. Mambo ya mtandao, email. Hakuna email, atakapokea nani bwana? Utampigia mtu peke yake, apokee barua peke yake. Hatujajua kwamba kapokea nani. Asubuhi kumekucha. Mgutu anasema ligi inaendelea kama kawaida. Sawa, watu wanakata tiketi, wametoka Mbeya, wametoka Singida huko, wametoka wapi, wengine wametoka nchi za nje huko, wakaenda wakaingia Taifa. Saa 7 unasema mechi hakuna. Hivi yaani hata watu hawajawaangalia kwamba hawa watu wanaasilika vipi. Mashabiki wa Yanga wanasema ila ana yao inamtafuna mnyama kufanya vibaya. Bado tunajua Simba wanafurahi. Simba wanafurahi kwa kuahirisha ile mechi, lakini sisi tutaka tuwapige mara ya 5 mfululizo, mara ya 5 na goli nyingi. Au mechi yenu au ndo mechi yao na Mwarabu mmetia mkono? Sio kutia mkono, tunawapokea kabisa. Yaani swala hili hatutaki tena ujamaa, kwa sababu sisi waliwapokea wale jamaa watu kutoka Losale hapa wa Algeria. Bwana. Nakwambia chini ya kapeti wamefikia kwenye hoteli ya Azim Dewji. Na wao wakawapitisha njia za kupitisha na wakapita. Wameruka mitego yenu. Sasa sisi tunataka tufanye na sisi hivyo. Tuangalie mwishoni nani atakayeanza kulia kati ya yenu nyinyi na wao. Yaani wao wanabakia pale kwa siku zote. Kwenye Mwakalobo sisi kama kawaida. Kwa sababu sisi tuko kila ubingwa. Wao kwenye kombe lao la mshikamano. Mara ile kombe la mshikamano.
Lile kombe linamshika. Kwa inawezekana mnyama hata mwakani klabu bingwa asitoboe tena. Atashia Azam mwenyewe ndio kafanya uzembe. Itakiwa mwakani tuondoke vile vile, mimi Azam. Yanga Azam tuondoke klabu bingwa. Simba tumwache nafasi ya 3. Yeye na Singida. Sasa Azam kafanya uzembe. Mwenzetu anapigwa na watoto, anakamia watu wazima. Sasa hivi naye yuko nafasi sijui ya ngapi huko. Sasa yule hawezi kuvuka tena pale. Tarehe 10 mko naye, lakini ndio tunamtaka yule. Yule ndio anatupa na sisi nafasi sasa. Kwa sio tarehe 10 tuko naye yule. Na Simba mwenyewe mawazo yake yote yako tarehe 10. Nataka kutia mkono. Maana walisema sasa tarehe 9 anacheza, anataja mkono tarehe 10. Nakwambiaje, wana kamati kabisa sasa hivi ya kuisimamia Yanga Afrika. Wana kamati? Kamati ya kuisimamia Yanga Afrika. Ile ya kwao ambayo kamati iko ndani ya Simba. Wanaifuatilia Yanga Afrika hivi. Walishasema mtaanzia Kigoma mtu kachukua dala. Mtakuja Suita bora mtu kachukua 3. 2 wameweka mfukoni marefa. Sasa sasa hivi hakuna mjadala. Kwanza wachezaji wanahamu na mpira sasa hivi. Kila mtu anataka alama 3. Wanakaa bila kucheza, kwa hiyo kwa muda mrefu bila kucheza, siku wakiingia kila mtu anakuwa na hamu ya mpira. Clement Mzize. Hapa kuna Pakome. Kuna Dube. Ile Yanga ya Tabora wanasema haikuwa na Aucho wala Ziziki. Mimi nakwambiaje, ile sio ile tu. Hata Simba Ziziki akiwa hayupo, wanaondoka kuanzia 3 kwenda mbele. Wanaondoka 3 kwenda mbele. Kwa hiyo tarehe 9 unavyoona matokeo yatakuwaje kwa mnyama? Atapata goli au bila tu ametoka, au atatoka tu hata akishinda? Mnyama yeye atashinda, hata kama atashinda itakuwa 2-1, 3-1. Mwarabu lazima apate goli. Mwarabu lazima apate goli. Vijana wanaobetu wasikilize ya maneno. Wasikilize vizuri tu, Mwarabu lazima apate goli. Akishapata goli ina maana mzigo unakuwa mlima. Hasa kuwa mlima kwa 2-0 inatakuwa mfunge 3-0. Sasa unamfunga 3-1, anaenda nani? Anaondoka Mwarabu. Mwarabu anaondoka. Anabaki. Wewe unaishia nimekata kiume, nimefanya kiume. Basi ndio ishaisha, unarudi nyumbani. Bwana, kuna wale mashabiki wa Azamu wamekuwa na maneno sana, wanasema tarehe 10 wanakupiga nje ndani. Tarehe 10 tunawatafuta watupe nafasi ya ubingwa hao. Hao ndio wanatupa ubingwa yani. Mnaenda kutangaza mbele ya Azam. Na wenyewe wanajua. Sio sisi. Azamu wenyewe wanajua. Tunajua watakuja kwa mbogo ili wambebe mjomba wao Simba. Sasa sisi tunampiga Simba, tunampiga na Azamu. Kwa sababu Simba alituletea jeuri, hakuleta timu. Huyo atakuwa na maumivu mara mbili. Tarehe 9 akatoka, tarehe 10 Azam anafungwa tena. Kama ilivyotokea juzi. Maana juzi walikuwa wote wako Tabora. Tabora akapigwa, ilipofika saa 1 Simba naye kafa 2. Kwa hiyo wote wote wamekosa. Bwana, tarehe 11 mimi nakuja. Uje. Baada ya kumkangaza. Nakwambia sio kumkanga, anatupa ubingwa siku hiyo hiyo. Au nije tarehe 10 mnyama akishamaliza mwendo. Tarehe 10 njoo uchukue majibu sasa kwamba mnyama hapa ndio finish. Anamsindikiza Yanga Afrika kwenda kwenye ubingwa sasa. Maana ni kwenda kuoa mwali wa mara ya 4 mfululizo. Bwana, lakini bodi jiuzulu, tucheze mechi. Kama hawataki basi wabaki na mambo yao. Sisi ndio 20. Bwana, kauli ya mwisho kwa mashabiki na wanachama wa Yanga unawaambiaje? Mimi nawaambia watulie. Wanachama Yanga watulie, tuna uongozi thabiti. Yaani uongozi uliokamilika, wenye akili timamu. Sawa? Uongozi uliokamilika, wenye akili timamu, wanaongea maneno ya msingi. Sio kwamba kulopoka kama Ahmed Ally, hapana. Wao wanaongea maneno ya msingi ya klabu yao. Lakini mpaka msemaji aliyekuwa ndani, yule nesi mnyama. Yule kule kwa mkoa yule mnyama yule. Sasa kilichomuumiza ndio hicho tu. Kwamba ameumia kwa sababu zile hasira. Zile ni hasira. Kama tungefungwa yule asingekuwa ndani. Lakini kwa sababu alivyoingia mtu kachukua 3, wakaona bora tupunguze hata machungu, achukuliwe yule akahojiwe kidogo, baadaye aachiwe. Bwana, tukutane tarehe 10. Inshallah, tuombea.